Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa hiyo kama tunavyofahamu, tutakubaliana sote kipindi hiki tunaelekea kipindi cha uchaguzi. Na tunapoelekea kipindi cha uchaguzi kuna mambo kadhaa wa kadha tunapaswa kuyatolea ufafanuzi ili kusudi jamii na Watanzania kwa ujumla wasipate mkanganyiko wa mambo mbalimbali, sababu kumekuwepo na upotoshaji wa mambo baadhi ya watu wasiokuwa na nia njema na taifa. Tutatolea ufafanuzi mambo kama mabadiliko ya sheria za uchaguzi, demokrasia na masuala ya ushiriki wa vyama vya siasa na amani kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, nitaanza kutolea ufafanuzi masuala ya sheria za uchaguzi na mabadiliko yaliyofanyika. Kwanza moja, kwamba mabadiliko ya sheria ya uchaguzi yalifanyika. Lazima tufanye hivyo kwa sababu kumekuwa na upotoshaji kwamba hakuna kilichofanyika. Mabadiliko yamefanyika na tukubaliane, tume huru ya taifa ya uchaguzi ipo kikatiba. Haijatungwa na mtu from nowhere. Ipo kikatiba kwa mujibu wa ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo tutakubaliana kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiyo sheria mama inayotuongoza. Kwa hiyo ipo hivyo, na sisi nadhani katika tume bora katika nchi hizi za Afrika na Afrika Mashariki ya kwetu imo. Sababu sisi ubora wa tume yetu unaanza kuonekana ambapo pale tu tume yetu sisi inajihusisha na masuala ya kisiasa. Lakini kuna baadhi ya nchi tume zao zinajihusisha hadi na masuala ya michezo. Kwa mfano nchi ya Ghana hadi masuala ya TFF, kwa mfano shirikisho la michezo, tume ya taifa ya uchaguzi inaingilia. Kwa sisi hatuingilii chaguzi nyingine za mashirikisho ya vilabu huko na nini, tunafanya uchaguzi, tunasimamia uchaguzi wa kisiasa. Kwa huo unaona ni ubora wa tume, na mwanzo tume iliitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mabadiliko yamekuja kufanyika, inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, yani INEC. Kwa hiyo mtaona badiliko la kwanza limejikita hapo. Lakini vile vile, ndugu waandishi wa habari, mtakubaliana nami kwamba uhuru wa tume umeongezeka tofauti na mwanzo ulivyokuwa. Uhuru wa tume umeongezeka katika sehemu kuu mbili. Kuna uhuru wa kitaasisi na kuna uhuru wa kiutendaji. Nikianza na uhuru wa kitaasisi, kwanza moja, imetungwa sheria maalum inayoongoza kupatikana kwa wajumbe wa tume. Zamani wajumbe wa tume, mtakubaliana nami, walikuwa wanateuliwa moja kwa moja na Mheshimiwa Rais. Sasa hivi kuna utaratibu. Nafasi za tume zitatangazwa kwa utaratibu, wenye vigezo vitaainishwa pale, wataruhusiwa kuomba. Na mimi nitumie jukwaa hili kutoa wito kwamba tume itakapotangaza vigezo kwa Watanzania vya kuwa katika sehemu ya tume ya uchaguzi, tujitokeze kuomba nafasi hizo kipenga kitakapopulizwa. Huu ni uwazi mkubwa tofauti na mwanzo ulivyokuwepo. Lakini vile vile uhuru mwingine umeongezeka kwamba wajumbe wa tume ile wakipatikana katika utaratibu ule, kuondolewa kwake kuna mchakato. Lazima tume ya uchunguzi iundwe, malalamiko watu wajilizishe, ndipo upelekwe kwa Mheshimiwa Rais. Tofauti na zamani kuwa rais tu amekuteua na akitaka kukuondoa anaondoa yeye mwenyewe. Huo ni uhuru mkubwa ambao na mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika. Kutakuwa na kamati ya usaili, itasaili watu. Baada ya kusaili, rais hatateua moja kwa moja. Kamati ya usaili itapendekeza majina kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nimeona niyaseme hayo ili tuweze kwenda sambamba. Huo ni uhuru wa kitaasisi. Taasisi yetu imekuwa huru. Lakini uhuru wa vyanzo vya mapato, ndugu waandishi wa habari, lazima tukubaliane. Tume mwanzoni ilikuwa haiwezi kujiendesha kwa fedha zetu za ndani. Sasa tume sasa hivi inaweza kujiendesha kwa fedha zetu za ndani. Namsikia katika bajeti kuu iliyosomwa na Mwigulu Nchemba kwamba sasa gharama za uchaguzi zote zitagharamiwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayo ni mabadiliko makubwa. Mwanzoni tume huru iligharamiwa na UNDP. Na mnajua tukishakuwa tunagharamiwa, maana yake tunapangiwa cha kufanya, tunapangiwa cha kusema. Sasa hivi
wao wanakuja kama observers tu, hawatupangii tena, kwa sababu tayari tunaweza kujiendesha sisi wenyewe kwa fedha zetu za ndani. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, nikija kwenye uhuru wa kiutendaji, tume inashirikisha wadau katika utendaji, wadau kama vile mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, lakini vile vile sheria, mdau wa vyama vya siasa na shirikishwa, lakini vile vile imeleta observers ambao watakuwa wanaangalia uchaguzi unakwendaje, sio kutuamulia. Wao kazi yao itakuwa ni kutizama uchaguzi unakwendaje, lakini vile vile uwepo wa kamati mbalimbali za uangalizi, kuanzia kwenye uandikishaji. Kuna kamati mbalimbali zitakuwepo ambazo zinakuwa zinaangalia na kuishauri tume pale ambapo wanahisi inakwenda vizuri. Na iweke clear kwamba ushauri unaotolewa na wadau mbalimbali kwa tume sio amri. Tume inaweza ikachukua ushauri, ikiwa bora ukafanyia kazi, wakaboresha pale ambapo wanahisi panaweza pakawa na manufaa kwa ajili ya nchi yetu. Lakini vile vile mamlaka ya tume kuteua mamlaka wasimamizi wa uchaguzi. Zamani wakurugenzi wa uchaguzi walikuwa ni wakurugenzi wa halmashauri kwenye majimbo huko. Sasa hivi tume imepewa uhuru mkubwa wa kuja kuteua watumishi wake, watumishi waandamizi wa serikali. Kwa hiyo tume haitapangiwa, itaona sasa ni nani mtumishi gani anafaa, na kupitia vyanzo vyake na vetting zake sasa tamteua bana, wewe kasimamie jimbo fulani, kasimamie uchaguzi sehemu fulani, tofauti na hapo mwanzo ilivyokuwa. Ndugu waandishi wa habari, mtaona hayo ni mabadiliko makubwa sana yaliyofanyika toka tulikotoka na tulipo. Lakini vile vile sasa hivi tuna uwepo wa maadili ya wajumbe wa tume. Lazima wawe waaminifu, waadilifu na wawajibikaji. Tofauti na hapo, kanuni za uchaguzi zinasema wanaweza kuchukuliwa hatua. Lakini ndugu waandishi wa habari, tutakubaliana kulikuwa na jambo ambalo napigiwa kelele sana kwa muda mrefu, la kupita bila kupingwa kwa mgombea. Sasa hivi hakuna kupita bila kupingwa. Hata kama utakuwa ni wa chama kimoja, wewe ndo mgombea pale, lazima wananchi wapewe fursa ya kutoa maoni yao kupitia boksi la kula, kwamba ndio tunamhitaji, hapana hatumuhitaji. Na wakisema hapana hatumuhitaji, maana yake tume inalazimika kurudi kwenye mchakato mpaka wananchi pale watakapopewa madaraka yao ya mwisho ya kuweka serikali yao na mwakilishi wao wanayomhitaji. Kwa hiyo hayo ni mabadiliko makubwa. Lakini ndugu waandishi wa habari, tutakubaliana zamani kulikuwa wafungwa magerezani hawafikiwi kwenye kujiandikisha. Sasa hivi wafungwa magerezani wanafikiwa na wameandikishwa, na watapata kwa mara ya kwanza sasa watapata uhuru wa kupiga kura kwa kuwachagua viongozi wanaowahitaji. Lakini vile vile zamani kulikuwa hakuna uhuru wa kupiga kura ya rais popote utakapokuwa. Sasa hivi unaweza ukawa umejiandikisha Dodoma, lakini siku ya kupiga kura ukakukuta huko Dar es Salaam. Sasa unaweza kumchagua mheshimiwa rais kupitia Dar es Salaam, tofauti na zamani ambavyo utatakiwa upige kura pale tu ambapo ulikuwa umejiandikisha. Kwa hiyo hayo ni mabadiliko makubwa. Lakini tume imeenda mbali zaidi, imeweka sheria maalum ya unyanyasaji wa kijinsia. Tumeona watu wengi sana wamekuwa kinyanyasika kijinsia kipindi cha uchaguzi, na tume sasa inachukua hatua madhubuti kwa yoyote ambaye ataonyesha unyanyasaji wa kijinsia kipindi hiki cha uchaguzi. Lakini vile vile utumiaji wa teknolojia, tutakubaliana sote, tume sasa hivi imefanya mabadiliko makubwa, na mmeona katika kujiandikisha teknolojia imetumika kwa hali ya juu, na unaweza tu majina yako au namba yako ya NIDA tayari taarifa zako zikawepo pale, ukaboresha taarifa na ukaendelea na shughuli, tofauti na zamani ambapo ulikuwa unaweza kuchukua muda mrefu ukapanga foleni katika kuboresha taarifa zako. Ndugu waandishi wa habari, tutakubaliana sote kwamba kupitia mabadiliko haya uchaguzi uko pale kama ulivyopangwa. Pasitokee mtu yeyote kupotosha kwamba uchaguzi hautakuwepo, kwa sababu tayari nia ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeonekana dhahiri kwamba
umefanya mabadiliko ya sheria uchaguzi ili tuende tukapate viongozi kwa haki. Kuna watu wanapotoa kwamba uchaguzi hautakuwepo au watazuia uchaguzi. Ndugu, ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.